ni jiandaeni. Somo letu inaitwa jiandaeni. Haya ni maneno ambayo Yesu aliyasema mwishoni kabisa mwishoni kabisa mwa kazi yake alipokuwa akiifanya. Katika miaka mitatu aliyoifanya kazi, mwishoni mwa kazi yake aliweza kuzungumza maneno muhimu sana ambayo ni ya muhimu sana kuyazingatia. Wanafunzi wake walikuwa wanamuuliza ni nini mwisho wa dunia? Ni nini mwisho wa dunia? Yesu aliweza kuwajibu jibu hili kupitia Mathayo sura 24. Mathayo sura 24 ukianzia mstari wa kwanza, tusoma tu hapo kidogo, lakini tutaenda kuruka mstari wa 44 ambao ndio kichwa chetu cha somo kinatokea hapo. Amen. Mstari wa 3. Hata alipokuwa ameketi katika mlima Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, kwa siri wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na kwa mwisho wa dunia na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na tetesi ya vita, habari ya vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Hayo yote ndiyo mwanzo wa uchungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa. Tuseme wote, ndipo wengi watakapojikwaa. Turudie tena watu wa Mungu. Ndipo wengi watakapoanguka, ndipo wengi watakapoacha kweli, ndipo wengi wataacha wokovu wa kweli, ndipo wengi wataacha njia ya kweli, kwa sababu ya dhiki, mateso, majaribu yatakayoambatana pamoja nao. Aliyosema, na manabii wa uongo watatokea kudanganya wengi. Tuseme wote hivyo, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Ndio tukaongeza sauti, watu wa Mungu. Ndio watatokea
Na andiko nasema kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Ndiye atakayeokoka. Mstari wa 14, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Tuseme wote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja.